Kwa sisi kwanza tunashukuru, maana yake hii kero ya kituo cha afya imekuwa ya muda mrefu kwa wananchi. Kwa kuangalia tu Buguruni ni moja kati ya kata za kimkakati kwenye jiji la Dar es Salaam. Sisi hapa tulipo ni kilomita 4 kutoka katikati ya mji, kilomita 3.7 kutoka airport. Lakini pia Buguruni ni kata yenye wakazi wengi sana hata kwenye jimbo la Segerea. Dadangu anafahamu hapa. Sensa zinaonyesha kuna wananchi takriban 47 2022, lakini na ongezeko kubwa la watu. Mwaka jana peke yake wakati tunafanya uchaguzi wapiga kura hapa walikuwa zaidi ya 45. Kwa hiyo kuonyesha kuna watu wengi zaidi ya hao. Lakini pia Buguruni tuna viwanda. Hapo nyuma hapo kuna eneo kubwa sana la viwanda. Ni viwanda vikubwa vinavyochukua watu wengi sana, ambao sasa ina maana kwamba kuna influx pia ya wananchi wengi wanaotoka nje ya Buguruni wanakuja kufanya shughuli zao ndani ya Buguruni. Na kama unavyojua shughuli za uzalishaji, watu wanapata injuries, wanaumia, tunalazimika kuwapeleka nje. Na muda mwingine mtu anaweza kupata majeraha ambayo ni critical, anahitaji huduma ya haraka. That's why hiki kituo kimekuwa cha muhimu, sio tu kwa wakazi wa Buguruni, hata kwa watu wengine wanaokuja ndani ya kata yetu kufanya shughuli zao. Mimi kama alivyoeleza kaka yangu hapa mkurugenzi, maelezo yake mazuri, yameshiba na ni mtu wa vitendo, naamini atafanya. Lakini pia ndugu yangu hapa Nurdin Bilal Sheta, mstahiki meya wetu, naye tuna imani naye kubwa. Tunaamini kwa pamoja hao wawili watasimamia na jambo litakuwa. Kwa hiyo mimi sina la kusema zaidi ya kushukuru, lakini naomba sana kwenye coordination tuanze huu mradi kwa haraka. Kama mheshimiwa amesema hapa tayari kwenye bajeti ya mwaka huu wa fedha ilikuwa ishatengwa fedha kidogo, ina maana bado tuna mpaka mwezi wa 6 mpaka mwaka wa fedha uishe. Ina maana muda upo, bado muda wa bajeti. Kwa hiyo kama tutaanza kuanza sasa na tukasubiri bajeti itakayoanza Julai tukamalizia, itakuwa jambo la msingi sana. Asante sana.